Habari za usiku huu, karibu sana kwenye Mshike Mshike. Mimi ni Kennedy Moses. Kikosi cha Simba tayari kimewasili Kigali nchini Rwanda kwa ajili ya kushiriki michuano ya Sekafa Kombe la Kagame itakayoanza kutimua vumbi mwishoni mwa juma hili. Kikosi hicho kimeondoka Dar es Salaam mchana wa leo, ambapo mwandishi wetu Idrisa Rajab alikuwepo katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere, na hii ni taarifa yake. Ni kikosi cha Simba hiko kikiweza kuwasili hapa katika uwanja wa Julius Nyerere International Airport kuelekea Rwanda katika michuano ya Sekafa Kagame Cup 2026, michuano ambayo inaanza tarehe 24 mwezi huu. Ready to go and play the tournament. Obviously there will be some new signings. Tuko tayari kwenda kushiriki katika mashindano haya kwa kuwa tuna wachezaji wapya ambao wamesajiliwa pamoja na wachezaji wengine ambao wapo. Tunatarajia pia baadhi ya wachezaji waliokuwa majeruhi akiwemo Hamza na Nangu watapatikana katika mashindano haya, ingawa huenda wakacheza kwa dakika chache. Tumejiandaa vizuri kwa sababu tunahitaji kufanya vizuri katika mashindano haya, pamoja na kuangalia namna ya kuwasimamia wachezaji wetu vizuri, kwa sababu baada ya mashindano haya tuna Simba Day na pia tuna mchezo wa ngao ya jamii. Hivyo tunapaswa kuchukua tahadhari pia. Simba inataka kushinda kila mashindano inayoshiriki, na mashindano haya si tofauti na mengine. Tunataka kushinda ubingwa, lakini pia tunapaswa kuwa makini kwa sababu kuna michezo mikubwa inayotukabili mara tu baada ya kumalizika kwa mashindano haya. Because there's some big matches that come soon after the tournament. Kama ulivyoweza kumsikia kocha Steve Barker akiweza kuelezea maandalizi yake kwa ujumla kuelekea katika michuano hiyo ya Kagame Cup ambayo inafanyika pale Rwanda. Kubwa zaidi akiweza kuelezea umuhimu wa michuano hiyo ambayo inaenda kumsaidia kuandaa kikosi chake kuelekea katika msimu wa 2026, 2027, msimu wa ligi kuu pamoja na michuano mbalimbali ambayo Simba Sports Club wanaenda kushiriki. Simba Sports Club wanaelekea Rwanda, lakini wakirejea hapa itakuwa ni kilele cha Simba Day kwa maana ile Agosti 8. Tusalie huko. Mabingwa watetezi wa kombe hilo la Kagame usiku wamefanya mazoezi yao ya kwanza huko Kigali kujiandaa na Sekafa Kagame Cup. Hussein Masanza ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho anasema wako vizuri na michuano hiyo ni sehemu ya kujiandaa na msimu mpya wa ligi. Hapa ni mjini Kigali katika nchi ya Rwanda, ambako kikosi kizima cha Singida Black Stars kimeshawasili mapema leo hii, na program moja kwa moja baada ya kuwasili, program yetu ya kwanza ya mazoezi imeanza hapa, na haya ni mazoezi ya kujiandaa na mechi iliyoko mbele yetu. Lakini kumbukwe pia timu imekuja kwa ajili ya free season, ni maandalizi ya msimu 26-27. Tutakuwa na program ambayo ni kiasi, tutakuwa na program ya mara mbili kwa siku, kwa maana ya asubuhi pamoja na jioni, na pamoja na kwamba ni mashindano, lakini pia maandalizi ya mashindano yote ambayo tutashiriki nyumbani, ligi kuu pamoja na michuano mingine. So hali ya timu kwa ujumla, kikosi kimewasili salama na hatukupata changamoto yoyote, jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ni Hussein Masanza, afisa habari wa Singida Black Stars. Mbona tuangalie maoni yako ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kutokana na kile ambacho tulikuwa tumekuuliza. Swali letu lilikuwa lina hoji Simba Sports Club, Singida Black Stars na KVZ za tua Rwanda kwa ajili ya milinge za Sekafa Kagame Cup. Nani kurudi na taji? Swali muuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, kuna Facebook pamoja na Instagram. Huko tuna maoni ambayo tumeandikiwa na wadau wetu. Azam TV Sports anaitwa Hafsadi Kingazi anasema, mimi kwa mtazamo wangu Simba italichukua taji hilo kwa 100% kutokana na ubora tuliokuwa nao na sajili tulizofanya msimu mwaka 2026-27. Unyama ni mwingi. Simon Lucas anasema, mimi naona Singida wana nafasi kubwa ya kurudi na taji kutokana na ubora wa kikosi chao na namna wanavyoendelea kufanya usajili. Anaitwa Simon Lucas huyo. Lakini Mustafa Santala yeye anasema, kikubwa hizi timu za Tanzania bara sidhani kama wameenda kwa ajili ya taji. Hao wote wameenda kwa ajili ya maandalizi ya ligi kuu ya NBC pamoja na mashindano ya kimataifa, na kama timu mojawapo itabeba hili kombe la Sekafa basi itakuwa extra kwao. Tuangalie sasa kurasa wa Facebook. Hussein Karuki anasema, kwanza nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati na pongezi pia nyingi kwa Azam TV
kwa kufanikiwa kutuonyesha mechi zote za mashindano ya kombe la dunia. Hongereni sana, nasema asante kwa niaba, lakini pia anasema nije kwenye mada husika, atakayerudi na kombe Kagame Cup ni mnyama Simba. Lakini Safari Bakari yeye anasema Wakatoro Geita, kuna trendi kweli kweli huko siku hizi. Haya, anasema kwa upande wangu nawaona Simba wakija na hilo taji, lakini haitakuwa rahisi kulingana na timu zinazoshiriki katika mashindano hayo wakiwemo Al Hilal Omdurman. Anasema matilio ya CAF pasi na shaka itaka kumaanisha hivyo CAF Champions League hivyo anasema si rahisi kwao kutoa taji hilo. Lakini Peter William anasema kutoka Musoma Mara, kwa mtazamo wangu naona wote Simba, Singida na KVZ zote zina nafasi kubwa ya ubingwa, japo atakayechanga karata zake vizuri uwanjani ndiye atarudi na ubingwa huo nyumbani. Tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Mabingwa wa kule Zanzibar, vikosi vya kikosi cha KVZ tunafahamu ambao wapo kule Rwanda, na sasa kikosi hicho kimewasili Kigali nchini Rwanda na leo kimefanya mazoezi yake ya kwanza kuelekea kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup itakayoanza kutimua vumbi Jumaa hii. KVZ ni pekee kutoka Zanzibar inayoshiriki michuano hiyo ikiungana na timu mbili za Tanzania bara kuhakikisha kombe hilo linakuja kwenye ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitu kizuri kwa sababu kama unavyojua huko ugenini, tofauti ya hali ya hewa, tofauti mazingira. Kwa hiyo tumewahi kidogo, tutapata 4 days. Kwa hivyo na kama unavyojua mechi yetu ya kwanza tunacheza na wenyeji, watu ambao uwanja tunatumia na uwanja wao wa kawaida. Kwa hivyo kila kitu kiko kwao. Kwa hivyo tumewahi, na kama leo session ulivyoiona, session tumemaliza, lakini kwa kidogo iko tough kwa wachezaji kwa sababu ya weather. Kwa hali ya wachezaji uchofu tu mdogo wa safari, kwa sababu safari ilikuwa ndefu kidogo. Na leo day 1 tumeanza kutrain mazoezi hapa, na kuna siku 3 mbeleni kabla ya game kuzoea mazingira ya Rwanda kwa sababu hali ya hewa huku tofauti na nyumbani. Kesho tukijaliwa tunaendelea na section ya mazoezi. Tunashukuru tumefika salama, lakini kama uongozi wa KVZ kila kitu kiko sawa, tunamshukuru Mungu. Ikiwa imepita miaka 2 tangu serikali ufungie uwanja wa Uhuru uliopo Temeke, Dar es Salaam kupisha ukarabati rasmi wa uwanja huo. Uwanja huo sasa utatumika msimu huu kwa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ama NBC Premier League. Ukarabati huo unatajwa uligharimu zaidi ya shilingi bilioni 19 za Kitanzania na umekuwa chachu ya kuboresha miundombinu ya michezo nchini, ambapo kuanzia tu uwanja huo unatajwa kuwa utatumiwa na timu za Simba na Yanga. Kwa furaha kubwa kwa sababu sasa nadhani kuna maboresho, kuna mechi zitachezwa mpaka usiku, kuna taa. Kwa hiyo kwa siku kunaweza kuchezwa mechi 3, 2, tukapata nafasi ya kwenda kuangalia pale. Kwanza karibu kutokea hapa Buguruni, na sitoshe uwanja mkubwa tofauti na KMC. Kwa hiyo itakuwa burudani kubwa. Kwanza ni karibu, yani upati tabu ya usafiri, gari za sehemu mbalimbali unapata, na vile vile ni uwanja wa zamani sana. Kwa hiyo kurudi pale mechi sasa wenyewe tumefurahia kwanza. Sababu kwanza tutaenda kuangalia mechi kwa uhuru kama unavyoitwa uhuru. Mimi ni mpenzi wa mlunyasi kabisa Simba mwenyewe. Yaani ninafurahi kwa sababu wale watani zangu tutakutana pale pale, kama ni mchana usiku pale pale uwanja wa bibi. Vitu vyetu tunafanya kama kawaida. Ule uwanja kule uwanja wa kizungu, ule za uwanja nyumbani. Hatuna shida. Kwa maana hiyo kurudisha pale ligi na Simba Day pale ndio mwanzo wa ligi unapoanza. Mwakao ndugu zetu watatutafuta. Kwa sisi wapenzi ama wadau wa soka tunapenda sana kozi uwanja ule wa Taifa tushauzoea mara nyingi. Sisi washabiki wa Simba na Yanga tumezoea, na wadau wa soka wote tukiwa tunaenda pale tunakuwa tunafurahi zaidi, kozi baadhi ya watu ambao wanatoka mbali, upo katikati ya jiji, wale wanatoka mbali, pengine labda wanatoka Vinguti huko, wanatoka Tabata, wanatoka Mbezi. Ni uwanja ambao uko jirani kwa kila mtu kwa ujumla. Funguliwa uwanja wetu wa Shamba la Bibi, kwa mimi binafsi nilipokea vizuri. Kwanza nilipokea vizuri, na nashukuru vile vile kwa haraka maboresho na serikali kuruhusu pale uwanja utumike, kwa sababu Simba na Yanga wao udhaifu wao viwanja. Yaani Simba na Yanga wana matatizo ya viwanja, sio kama hawezi kupata, ila kuamua tufanye hivi ndio shida. Kuna mwamba karelax kule nyuma amelala,
anakula vitamini D vya kutoka kwenye jua. Haya bana. Ukarabati uliofanyika kwenye uwanja wa Uhuru umekuwa ni wenye kuvutia kutokana na muonekano wake wa kisasa hivi sasa. Viti vipya, taa mpya za kisasa pamoja na carpet vimezidi kunogesha ubora unaotajwa kuonekana baada ya maboresho hayo. Maboresho hayo pia yamegusa mpaka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Tuendelee kuangazia mengine. Makoba Ngiti, kocha mkuu wa Young Africans, tayari yupo nchini na leo amefanya ziara yake ya kwanza katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kujionea ubora wa miundombinu iliyopo katika uwanja huo. Hii ni moja ya viwanja viwili ambavyo Young Africans wamewasilisha kuwa ni viwanja vyao vya nyumbani na watakavyovitumia kwenye msimu mpya wa mashindano. Kocha Mangiti ambaye aliambatana na wasaidizi wake amepokelewa na Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said. Tule kuangazia mengine ambayo tunayo mezani hii leo. Kikosi cha timu ya soka ya taifa ya wanawake ya Kenya, The Harambee Starlets, kinaendelea na kambi yake ya Mirama huko Ufaransa kujiandaa na WAFCON mwaka 2026 itakayoanza kutimua vumbi Julai 26. Kenya imepangwa kundi A linalojumuisha Algeria, Senegal na wenyeji Morocco, na watatupa karata yao ya kwanza Julai 26 dhidi ya Morocco. Baadhi ya wachezaji wa kikosi hicho wanapambana kuzoea mazingira. Experience ya huku imekuwa poa, zoezi imekuwa poa. Kila mtu ana fight, though kuna vitu zenye hatujazoea kama food, but kila mtu ana fight. Grao ziko poa, so it's a good experience kwa sisi vile tunaenda AFCON. Inatupea kitu yenye tunaweza fightia. Of course, personal goals zangu, kwanza mimi ni winger, a lot of crossing. If God atan bless, nikipata bao for my team itakuwa plus for me. Of course, it's a tournament ya kwanza mimi kuattend, so na expect mob from me. Nifanye tu shughuli yangu juu makocha wameshanipea yenye wanaweza. Kutrain huko France, tumetrain poa, training facilities pia ziko poa, na tunazidi tu kujipush tukijua tutaachieve goals zetu. Okay, sisi kama team tunajipanga kufika semifinals, na preparation yetu when tumeprepare, we believe that we are going to reach the semifinals because tuna expect na pia tuko nayo believe that we are going to reach the semifinals. Ni mshike endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Homa ya mbwembwe za usajili zinaendelea kutikisa katika mitandao ya kijamii, wakati huu ambapo bingwa wa ligi Young Africans anasema bado hajamaliza na lengo ni kuhakikisha wanaisuka Yanga iliyo bora ukilinganisha na ya msimu uliopita. Meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ali Kamwe amewataka wananchi kutokuwa na wasiwasi kuhusiana na nyota wapya wanaowasajili na kuwatambulisha kikosini hapo. Tumeanza kusajili na kutangaza bunduki ambazo ni bunduki za ndani, bunduki za kizawa. Leo ni siku ya mwisho kwenye kukamilisha kutangaza hizo bunduki za kizawa, bunduki za nyumbani, bunduki za hapa Tanzania ambazo tumezifanyia scouting vizuri, na tunaamini ndio bunduki ambazo zinaweza kubeba malengo makubwa ambayo tuko nayo kwa hapa nyumbani. Alafu kuanzia siku ya kesho ndio tutaanza kufungua box la silaha hatari ambazo tumezisajili kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hilo box halijaguswa, halijatikiswa, halijafanya chochote. Kesho ndio litafunguliwa, alafu tutaanza kutoa vyuma moja baada ya kingine. Jambo moja ambalo naweza kuwahakikishia wanayanga, safari hii kama ambavyo tumewaambia kwenye usajili wetu, tunakuja kama kifo hivi. Hujui siku, saa wala chanzo, si tunafyatua mashine. Cha muhimu wawe tayari kupokea, kwa sababu tumefanya usajili mzuri, usajili bora, usajili wa viwango kweli kweli, ambao tunaamini next season Young Africa inakwenda kuwa timu tishio barani Afrika inshallah, panapojaliwa.
kwa sababu ya akili, nguvu na maarifa ambao tumeiwekeza kwenye kutengeneza timu ambao tumeshaikamilisha tayari. Kwenye technical bench tuna wataalamu, hawa wamevuka level ya kuwa makocha. Hawa ni wataalamu wa mpira ambao ni wabobezi kwenye shughuli za kushughulikia watu. Na kwa upande wa watani wao wa jadi Simba Sports Club, wenyewe ni kwa moto pia kwa upande wao, ambapo wameahidi kwamba kesho watatambulisha wachezaji wengi zaidi, kama inavyothibitisha meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali. Usajili bado unaendelea, bado sana Idrisa. Bado mashine nyingine za hatari zinashuka. Mpaka sasa tumemshusha Kelvin Nation pekee, tumemshusha Nathaniel Chilambo, tumemshusha Bakari Msimu. Hawa ni vijana wa Kitanzania wenye uwezo mkubwa. Nikisema nimwelezee mmoja baada mwingine hapa, kwa mfano Nathaniel Chilambo peke yake anahitaji miezi 3 na siku 90 kuweza kumzungumzia Nathaniel. Hiyo ni miezi 5, unajua wewe, kumzungumzia Nathaniel Chilambo peke yake. Kumzungumzia Bakari Msimu huu unahitaji mwaka mzima kutokana na ubora aliokuwa nao. Kumzungumzia Kelvin Nation, historia na ubora wake, unahitaji mwaka 1 na nusu. Sasa niseme tu kwamba tumesajili vijana wenye uwezo mkubwa, wenye kipaji, wenye maarifa mkubwa, na ambao wako tayari kutumikisha mwili wao kwa sababu ya Simba Sports Club. Lakini usajili bado haujakamilika. Leo hii tunapumzika kidogo, tunaipa nafasi Simba Day na Simba Wiki na jezi ya mnyama. Kuanzia kesho Mnyama anarejea tena kwenye uwanda wa utambulisho, na tutakuja kutambulisha wachezaji kama 3 hivi haraka haraka. Baada hapo tutakuwa tumefikia tamati ya usajili wetu. Wakati huo kilele cha tamasha la kila mwaka la wekundu wa Msimbazi Simba maarufu kama Simba Day linatarajiwa kufanyika Agosti 8 mwaka huu kwenye uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam. Ngorongoro ili kulifanya tukio letu la wiki ya Simba kuwa tukio la kipekee. Tukifanya uraiani inakuwa ni kawaida, tumezoea kufanya hivyo. Sasa hatuwezi kila mwaka tukafanya kitu ambacho tumekizoea. Mwaka huu tukasema hebu twende sehemu tofauti kidogo na mazingira ya kawaida. Twende tukazindue wiki ya Simba katikati ya kundi la wanyamapori. Tukazindue Simba Day, wiki ya Simba kwenye kreta ya maajabu. Tukazindue Simba Day kwenye kivutio bora cha utalii barani Afrika. Tukazindue Simba Day kwenye eneo ambalo ni urithi wa dunia. Tukazindue Simba Day kwenye sehemu ambayo kuna vivutio, kuna maajabu, kuna fuvu la wanadamu wa kale, kuna nyayo za wanadamu wa kale, kuna simba wengi, kuna mchanga unaohama. Kreta yenyewe tu peke yake inavutia kweli kweli. Wanyama ni wengi, simba ndo makazi yake ya kudumu hapo. Kwa hiyo tukasema hapa ndio sehemu ambayo inapaswa kuwapeleka wana Simba. Ngorongoro safari hii hatuishii tu kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunakwenda kufanya na uzinduzi wa jezi ya mnyama ya Simba. Kwa wale wote ambao watahitaji kununua, kuvaa jezi ya Simba, basi tukutane Ngorongoro. Jezi ya Simba itakwenda kuzinduliwa hapo na kila mtu atakuwa na jezi yake. Nao mashabiki wa Simba wameupongeza uongozi wao kwa kubuni sehemu tofauti ya uzinduzi wa Simba Wiki, ikiwa ni pamoja na utambulisho wa jezi, huku wakisema kuwa itakuwa ni historia kubwa kufika katika hifadhi hiyo ya Ngorongoro. Watu ambao hawajaenda tour, mimi naona kwao itakuwa ni surprise kubwa sana. Pamoja na mimi mwenyewe, mimi nakwenda tour, lakini nakwenda na watu wengine. Sasa hivi nakwenda kama mwanachama wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ninakwenda kwenye tour ambayo ni bora kuliko tour zingine ambazo mimi nimekwenda Ngorongoro. Kwa hiyo niwaambie tu wana Simba, ukikosa Ngorongoro sawa sawa umekosa kununua kifurushi cha Azam TV. Tumefurahi na hisi wana Simba wengi tutafika hiyo sehemu, tutaenda kuenjoy, tutaona vitu vingi. Wasijue Simba wanafanyaga vitu vya tofauti tofauti kwa kweli. Si kwa kweli tunawapa pongezi wanaotoa hii taaluma kutufikisha sehemu ambazo hatujawahi. Mimi binafsi sinaga mambo sijui ya kutembelea wanyama sijui nini. Haijawahi kutokea kwenye akili yangu. Lakini kutokana na Simba tunatembelea, tunaenda kufanya vitu vingi vikubwa na vizuri. I say tunawa respect sana walioandaa hichi kitu. Tukisalia hapo, viongozi na mashabiki wa timu ya Simba mkoani Mara wao wameanza maandalizi ya kuelekea Ngorongoro mkoani Arusha kwa ajili ya uzinduzi wa wiki ya Simba,
Huko mkoani pia maandalizi yanaendelea ili kuhakikisha Simba Day inafana kweli kweli. Kutoka huko mwanamichezo wetu Augustine Mgendi anaarifu zaidi. Hizi ni shamla za mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba hapa mkoani Mara kuelekea uzinduzi wa wiki ya Simba huko Ngorongoro mkoani Arusha. Sisi kazi yetu kama viongozi ni kuandaa magari. Wana Simba wapo, ambaye ataona nawiwa naweza kwenda, basi sisi gari tulishaziandaa. Kama viongozi wenu wa mkoa tukakaa na kujadiliana, tunataka kuifanya kitofauti kabisa. Yaani yale matukio yatakao kuwa yanaonekana siku ya uhuru kule kwa uwanja wa Uhuru, uwanja wa Bibi, Dar es Salaam, na mkoani Msoma tunaona sasa hiyo Azam TV inapita. Lengo ni kuunganisha wanasimba wote mkoa wa Mara. Tunafanya ziara hii ili kuweza kuwatambua hata mtu aliyoko kijiji ambacho hakina network, lazima tumfikie kwa sababu na yeye ni mwenzetu. Na tunafanya hivi kwa sababu tuna malengo makubwa na mazuri ambayo yatanufaisha klabu, lakini na yatatunufaisha mtu mmoja baada ya mwingine. Matumaini kwa msimu huu ni makubwa kwa mashabiki na wapenzi wa klabu hii, na hapa wakiutaka uongozi kuhakikisha inasajili wachezaji walio bora. Kwa msimu ujao tutafanya vizuri. Ninaamini kwamba tutafanya vizuri na kombe tutachukua. Tutakuwa tena Simba ile ya zamani. Wapenzi, wakereketwa, washabiki wawe tayari kuiunga Simba yetu mkono kwa msimu huu. Tumekuja kivingeni. Tumekuja kiupya kabisa na wala Simba haijawahi kushindwa jambo. Naomba uongozi kwanza, uongozi wa Simba, uchaguzi ambao sasa hivi kuchagua wachezaji wazuri, ituongezee wachezaji. Tunaamini msimu unavyoanza Simba lazima itachukua kombe tu. Viongozi wa tawi la Simba mkoa wa Mara kwa sasa wanazunguka katika matawi mbalimbali mkoani hapa kuhamasisha mashabiki kununua kadi za Simba, kusajili matawi, lakini pia kuhakikisha wananunua jezi halisi pale zitakapozinduliwa. Augustine Mgendi, Azam Sport, Mara. Na kimataifa, kiungo wa Hispania Gavi amesema haoni sababu ya Leandro Paredes kuongezewa adhabu na FIFA baada ya vurugu zilizotokea kufuatia fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Licha ya kusukumwa Paredes katika tukio hilo, Gavi amesema hisia za mchezo mkubwa kama fainali zinaweza kusababisha matukio kama hayo na anaamini adhabu ya uwanjani ingetosha. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo mitandaoni kunaendelea kusambaa tetesi za kuwa Argentina ilipanga kupoteza fainali hiyo kutokana na mfululizo wa matukio yaliyojitokeza kabla na baada ya mchezo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi rasmi unaothibitisha madai hayo, huku FIFA ikiendelea na uchunguzi wake kuhusu vurugu za baada ya mchezo huo pekee. Kufuatia hilo, tumezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya soka James Samuel kuweza kupata maoni yake juu ya yaliyoibuka nyuma ya matukio ya Argentina kwenye fainali za kombe la dunia dhidi ya Hispania Julai 19 mwaka huu. Kutokana na kauli ambazo zilitoka kwa wachezaji wa Argentina, Rodrigo de Paul alikiri kwamba walizidiwa kwenye mchezo na ilikuwa ni pati ya mchezo, lakini kocha pia Scaloni alizungumza kwamba walizidiwa kwenye mchezo na kukuwa na kitu chochote cha referee. Unaweza kusema labda kwa sababu kadi nyekundu ilitokea. Argentina amecheza mechi zote hakuwahi kupata hiyo kadi nyekundu. Imetokea siku ile na unaona ilikuwa ni second yellow, na namna ambavyo walimfuata Kubas pale ilikuwa inastahili kuwa kadi ya pili ya njano. Wengi wanaweza kujenga hoja kwenye kadi ya kwanza ya njano, lakini kadi ya kwanza ya njano kuna wakati mwingine utashi wa referee, namna ambavyo wanatafsiri tukio ulilomfanyia. Kuna vingi ambavyo vinazunguka hii scenario na watu wanaona kwamba Argentina walishajua kwamba wanaenda kupoteza hiyo mechi, labda kwa sababu kuna taarifa za kusema kwamba wenza ama familia ama ndugu wa karibu wa wachezaji wengi hawakuwepo kwenye ule mchezo. Kuna taarifa zilikuwa zinamhusisha kwamba rais wa shirikisho la soka la Argentina hakuwepo, lakini mimi nilitazama kwenye miongoni mwa picha pale nilimuona katika wale viongozi ambao walikuwepo pale. Though kuna taarifa tofauti, licha ya kwamba tunahitaji kuona kama Argentina watakuwa wameandika barua ya kulalamika, kama FIFA itaidhinisha, au wao watasema kwamba waliandika, au FIFA itathibitisha kupokea barua ya malalamiko. Lakini mpaka sasa hivi mimi binafsi naamini hicho, na siamini kama kulikuwa na bingwa ambaye amepangwa kwenye hiyo finali.
Naam, tunakamilisha hivi nusu saa ya kwanza ya mshike mshike na yale ambayo tumekujuza hii leo. Lakini je, ni yapi ambayo tutakuwa nayo kwenye nusu saa ya pili ya mshike mshike hii leo? Miongoni mwa yale ambayo tutakuja kukujuza ni pamoja na haya. Visa ya pamoja mwaka 2027 yageuka mjadala mpya CAF. Na mabondia kukutana uso kwa uso kesho kuelekea Dar Boxing Derby. Mshike mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike. Majadiliano kuhusu matumizi ya visa ya pamoja kwa mashabiki na wadau wote wa soka wanaotembelea Kenya, Tanzania na Uganda wakati wa pamoja AFCON mwaka 2027 yanaendelea. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, Patrice Motsepe, amesema kuwa japo suala hilo lipo chini ya mamlaka za ndani, lakini nao wameona kuna umuhimu wa kuingilia kati ili iwe rahisi kwenye mwingiliano na msisimuko wa mashindano. Pamoja na mambo mengine, amemshukuru Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na marais wenzake wa Kenya na Uganda kwa utayari wao kwenye kuhakikisha michuano hiyo inafanyika kwa mafanikio makubwa. Dr. Motsepe amesema hayo wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika Joburg, Afrika Kusini. There's discussion to allow you, when you come in one country, you can go to all three. And let me correct this. Kuna mjadala ambao utakuruhusu ukija kwenye nchi moja basi uruhusiwe kuingia nchi zote tatu. Na ngoja niliweke sawa hili. Tunaheshimu mipaka na uhuru wa kisheria wa nchi zote kwenye maamuzi ya nani aingie na nani asiingie nchini kwao. Lakini haimaanishi hatutoi maoni yetu. Tunaingia kwenye hilo kwa sababu tunatamani hili swala liwe rahisi kadri iwezekanavyo. Ni kama tulivyokuwa Qatar. Ukionyesha tiketi ndio visa yako. Na niseme tu, najivunia sana maraisi wa mataifa haya matatu. Rais Suluhu, Rais Ruto na Rais Museveni wamejikita kuhakikisha AFCON inafanikiwa. Commitment and excitement to make sure that the AFCON is enormously successful. Katika hatua nyingine, Dr. Patrice Motsepe ametangaza rasmi kuwa hana mpango wa kugombea tena urais wa CAF baada ya kumalizika kwa miaka minne ya uongozi wake mwaka 2029. Rais Motsepe kwa sasa yupo kwenye muhula wa pili wa uongozi wake aliochaguliwa mwezi Machi mwaka 2025 baada ya kuingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 2021 alipochukua nafasi ya Ahmad. Aidha pia amegusia kuhusiana na urafiki wake na rais wa FIFA Gianni Infantino, wakati ambapo anaendelea kunyoshewa kidole na baadhi ya wakosoaji wanaodai kuwa anafuata maelekezo zaidi kuliko maamuzi kwa faida ya soka la Afrika. Niungane na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake kuhusiana na taarifa kubwa hizo mbili. Nkini, karibu. Tumesikia taarifa ya awali hapo kuhusiana na visa ya pamoja. Patrice Motsepe ameona afunguke kuhusiana na hilo, lakini pia ukiacha hilo, hizi ni baadhi ya dondoo muhimu kwenye mkutano ambao amegusia Patrice Motsepe. La kwanza ni fedha za zawadi za AFCON ama kombe la mataifa Afrika kwa upande wa wanawake. Bingwa atavuna zaidi ya shilingi bilioni 5, ni ongezeko la 100%. Kuna namna inakwenda kuongeza chachu kwenye mashindano ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe 26 mwezi huu. Nafikiri ni kitu kizuri na kinaongeza ule ubora zaidi wa mashindano. Mwanzo ilikuwa inaonekana ya kwamba mashindano ambao watu wanaweza kupata fedha nyingi zaidi ni ya AFCON au yale ambayo yanahusisha zaidi wanaume, lakini kuona hivi kuna kuonesha ya kwamba napo kuna mabadiliko makubwa zaidi kwenye soka la wanawake. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, kinaweza kikaanza leo usikione kwenye picha ile ya uhalisia, lakini ongezeko la 100% kufikia bilioni 5 linakuonesha ya kwamba nchi nyingi zaidi zitatamani kujiandaa vizuri na zitatamani zaidi kushiriki mashindano hayo sasa hivi. Sio? Haya, la pili, kuna ongezeko la timu za AFCON. CAF inaongeza idadi ya timu shiriki za AFCON mwaka 2027 kutoka timu 24 mpaka 28. Lakini lingine la tatu kubwa ni Niger, Mali na Burkina Faso zenyewe zimeomba kuandaa AFCON mwaka 2032 ambapo Rais Motsepe atatembelea nchi zote tatu. Excom pekee inaamua nani anaandaa michuano ipi. Hoja ya usalama pia ni miongoni mwa ambavyo vitakuwa vinatiliwa mkazo. Lakini ukiacha hilo, eneo la nne pia ambalo limegusiwa sana kwenye kikao chake leo ni vikwazo kwa mwamuzi Omar Artan wa Somalia. Ameonyesha kusikitishwa na vizuizi dhidi yake. Utakumbuka alizuiwa kuingia nchini Marekani ambako ilikuwa awe miongoni mwa waamuzi ambao wangezesha fainali za kombe la dunia awamu hii, lakini pia CAF yajivunia umahiri wake na imeahidi kumuunga
mkono. Mbali na hilo, mengine ambayo yamegusiwa hii leo kwenye mkutano huo na waandishi wa habari ambao Dr. Patrice Motsepe amefanya pale Joburg, Afrika Kusini, miongoni mwa mambo ambayo amegusia la 5 ni nafasi 10 za Afrika kombe la dunia, ambapo amepongeza mafanikio yao, lakini pia amepigia chepuo ubingwa wa dunia kwa timu ya Afrika, akiwa na ndoto za kuishuhudia timu siku moja kutoka barani Afrika ikibeba taji kubwa hilo duniani kwa ngazi ya timu za taifa. La 6 pia ambalo ameligusia leo ni finali za AFCON mwaka 2025 kule Morocco, dhidi Morocco na Senegal. Utakumbuka zile zilifanyika. Amesema CAF wanasubiri maamuzi ya kazi, kwa hivyo bado hajataka kulitolea ufafanuzi zaidi, kwa sababu hiyo ndio mamlaka ya juu zaidi ya kisoka kutoka barani Afrika. Kwa hivyo anatamani kuona namna ambavyo hili litagusiwa, kuweza kuona ni kwa namna gani wanatoa maamuzi. Lakini pia la 7 ni ongezeko la timu CAF Champions League. Maombi ya Misri yamepokelewa na hakuna uamuzi wowote uliotolewa, na hili limekuwa linagusiwa zaidi kwa sababu Al Ahly sasa hivi hawajamaliza kwenye nafasi nzuri ambayo inawapa nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa, na kumekuwa kuna tetesi kwamba huu ni mpango wa Al Ahly kutaka kuforce ama kuweka mazingira wanaita kulobo ama lobbying ya kuhakikisha wanacheza Champions League ama ligi ya mabingwa msimu ujao. Sio mpango, inasemekana ya kwamba waliomba wenyewe ya kwamba maboresho yafanyike na timu ziongezwe, na wapinzani wao ambao wanawapinga zaidi ni wapinzani wao ambao ni Zamalek, ambao wenyewe wanaamini ya kwamba itakuwa kama Ali atakuwepo itakuwa ni nafasi yao kubwa zaidi ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo wanasema nao kama hawa wakiongezwa wakirudi kwenye ligi ya mabingwa nao hawatashiriki mashindano hayo kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo bado kuna msuguano, lakini ukiangalia msuguano unatoka ndani ya nchi yao wenyewe. Kwenye hizo ambao ulikuwa unazungumzia mfano za AFCON, amezungumza vitu vingi sana. Lakini kikubwa ambacho mimi nimekichukua ni kile ambacho anasema hizi nchi ambazo zinaandaa AFCON inayofuata, kuna uwezekano kukawa kuna matatizo madogo madogo yakatokea yale ya maandalizi. Lakini bado mtoto akidondoka unatakiwa lazima umnyenyue, umfute vumbi, alafu muendelee na safari. Kwao anaonyesha ya kwamba chochote kitakachoweza kutokea bado wanaunga mkono sana Tanzania, Kenya na Uganda kuandaa mashindano haya, kwa sababu ni sehemu ambayo yeye ameishaona ya kwamba wana uwezo wa kuandaa vizuri zaidi. Shukrani sana Nkini. Tupata saa mwingine kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na yale ambayo yamegusiwa na Dr. Patrice Motsepe. Kuelekea usiku wa Boxing Derby mwisho wa juma hili katika soko la biashara la Afrika Mashariki na Kati, maandalizi yameonekana kuridhisha, wakati huu ambapo wadau wanasubiri kwa hamu burudani hiyo. Mratibu wa pambano hilo Bakari Hatibu pamoja na promota Meja Seleman Semunyu wamekagua uwanja wa Vegas uliopo Mabibo kuelekea siku ya kupima uzito pamoja na face off kwa mabondia hapo kesho. Mara zote shughuli zetu sisi inavyokuaga, siku ya kupima uzito ni event inayojitegemea ambayo inakuaga na watu wa namna yake. Yaani unaweza wale watu utakaowaona kesho unasema hawa wote pale Ubungo kesho kutwa nawaweka wapi, lakini kesho kutwa utaona pale Ubungo nako pamebalance. Kwa maana hiyo inaonyesha wanaokuja kesho ni kuna kundi la namna yake ambao lenye burudani yake ni kuangalia vile vimbwanga kwenye kupima uzito. Mabondia wanakuja na staili zao tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi ni waalike wa Tanzania saa 5 kamili viwanja vya Vegas, waje tujumuike kwa pamoja, tuangalie machampioni wetu, weight zimekaa, afya inaruhusu. Baada ya hapo mapema tu saa 6 kamili, saa 7 tutakuwa tumemaliza shughuli yetu, tunahamia Ubungo kwenda kumalizia vitu vidogo vidogo, ili Ijumaa mapema milango saa 10 jioni itakuwa iko wazi, watu waje tuenjoy. Mabondia nimeona wana utayari mkubwa wa aina yake ambao kwa kweli tunahitaji burudani kubwa kutokana na fight hii, jambo ambalo nina hamu kubwa na sasa hivi ninatamani kulisikia na kulisubiri. Kamisheni ya ngumi za kulipwa Tanzania watamteua mwamuzi gani atakayekwenda kuiamua dabi kati ya Juma Choki na Tony Rashid. Hicho ndio ambacho sasa hivi nakisubiria kwa hamu kujua, kwa sababu homa na joto la pambano ni kubwa sana. Watu wananunua tiketi kwa wingi na kila kona wanatamani kuliona hili pambano. Meja Semunyu, mwandaji wa pambano hilo la Boxing Derby. Tugeukie soka sasa. Waamuzi wa mpira wa miguu Tanzania wameonekana kujifunza mbinu nyingi za matumizi sahihi ya teknolojia mbalimbali ikiwemo VAR
kutoka katika fainali za kombe la dunia mwaka 2026 zilizomalizika wikendi iliyopita Canada, Mexico na Marekani. Hayo yamesema Suda Abdi ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania wakati wa uendeshaji wa kozi ya matumizi ya VAR moduli ya 5 inaendelea kufanyika kwa vitendo katika viwanja vya KMC Complex Dar es Salaam. Amesema mafunzo hayo yanawaandaa waamuzi kuwa tayari kuchezesha michuano ya kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027 itakayofanyika Kenya, Tanzania na Uganda. Kwa bahati tunavyozungumza hivi, wale waamuzi wa FIFA karibu wote wapo kwenye kozi hii. So itategemea wao wanafanyaje au wanamalizaje kozi. Wakifanya vizuri tumenzi kwao inakuwa ni rahisi kwenda kwenye michuano hiyo. Ingawa mwelekeo upo, tunaamini kwamba hatutaweza kukosa waamuzi wawili au watatu watakaweza kushiriki katika michuano ya AFCON ambayo tunataraji kwamba mwaka ujao itafanyika hapa nchini kwetu. Tumejifunza kwamba kwa kiasi kubwa teknolojia hii itakuwa inamsaidia mwamuzi kwa sababu anapata ile nafasi ya pili ya kuangalia matukio, tofauti na hapo mwanzo ilipokuwa jambo likishapita kwa sekunde 3 anatakiwa awe ameshaamua. Sisi tulioko nje tunapata nafasi ya kurudia engo tofauti, slow motion, lakini sisi tunamhukumu kwa yeye nafasi hii haipati. Lakini sasa itakuwa yeye anaipata. Pale itakapokuwa sasa tunaona makosa, tutajua kabisa aidha ana udhaifu wa kutafsiri sheria au kuna kitu kinginecho. Tutazame zao mwisho wa reli sasa hapa na wazungumzia Mashujaa, ambapo uongozi wa klabu hiyo ya soka yenye maskani yake kule Kigoma umesema msimu mwaka 2026-27 utakuwa ni msimu mgumu kwao, na hii ni kutokana na ratiba ya ligi ikiwataka kuanzia ugenini, jambo ambalo hawakuwahi kukabiliana nalo tangu walipopanda daraja msimu mwaka 2023. Hata hivyo tayari wameshaanza kambi rasmi ya kujiandaa msimu mpya wa ligi na wako hapa Dar es Salaam, kama anavyothibitisha Steven Duromo, afisa habari wa kikosi hicho. Tumeanza mazoezi jana na mazoezi yetu yamejikita kidogo kwanza kwenye kutengeneza, kurudisha mili za wachezaji. Unajua walikuwa likizo, kwa tumeanza mazoezi na wachezaji wote ambao tumewasajili kwa asilimia kubwa wameshafika. Kwa bahati mbaya sana bado hatujawatangaza, tuko kwenye mchakato wa kuelekea kwenye kuwatangaza. Ratiba tumeiona, ni ratiba fulani imekaa kimtego kusema kwa, unajua kwa sababu sisi hatujui kucheza michezo ya away wakati tunaanza ligi tangu tunapanda daraja. Mara zote huwa tunaanzia kwenye uwanja wa nyumbani wa Lake Tanganyika, lakini nyakati hizi tumeanzia ugenini, tena michezo mitatu: dhidi ya Coastal Union ugenini, dhidi ya Fountain Gate ugenini na dhidi ya Mbeya City ugenini. Kwa michezo mitatu ambao kimsingi kwanza tunakuwa tuna timu mpya afu tunaanzia ugenini. Kwa katika namna moja ama nyingine inakuletea kaugumu fulani, lakini kwa sababu tumeshaitazama na tayari tuko kwenye maandalizi mpaka hivi sasa, naweza nikasema mwalimu ambaye sasa hivi atakayesimamia kikosi anajua, wachezaji pia ambao tumewasajili pia wameiona. Kwa maandalizi ni kuhakikisha tunakwenda kushinda hiyo michezo yote ya kwanza ambayo inatangulia. Baada ya kushindwa kufikia malengo yao waliokuwa wamejiwekea msimu mwaka 2025-26 ya kutoa ubingwa wa ligi kuu NBC, klabu ya TRA United imesema imehamishia malengo hayo katika msimu mpya wa mashindano. TRA United imeendelea kujifua kwa ajili ya kwenda kuanza msimu mpya wa mashindano, na hapa afisa habari wake Christina Mugala ametuelezea upana wa kikosi kilichopo kambini hivi sasa. Pre-season yetu tumeanza jana, na ikiwa ni mara baada ya wachezaji wote sasa kurejea kambini, na jana tumeanza pre-season yetu na leo tunaendelea hapa jijini Dar es Salaam, na malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba yale ambayo tumeyapanga katika msimu 2026-27 yaende yakatimie kwa 100% pasipokuwa na ukwamo au changamoto yoyote ambayo inaweza ikapelekea tukashindwa. Ndio maana tumekuwa na pre-season yetu ambayo tumeianza mapema. Lakini kubwa zaidi ni katika moja ya maandalizi lazima ujiandae kwa kusajili wachezaji. Na TRA mpaka sasa hivi tayari tumeshakamilisha usajili wetu kwa 100%, na ambacho kinaendelea kwa sasa hivi ama kilichobakia ni kuanza kuwatambulisha kwa Watanzania ili waweze kujua kwamba timu ya walipa kodi imesajili wachezaji wa namna gani. Na mimi niwaambie, sisi package yetu inatoka Marekani. Kwa hiyo jana tumeshuka na ndege kutoka Marekani ambapo kombe la dunia lilikuwa linachezwa. Sisi tumesajili wachezaji wa kombe la dunia, wachezaji wenye hadhi ya kombe la dunia. Yaani kama Watanzania walikuwa wanafuatilia kombe la dunia, namna ambavyo wachezaji walikuwa wako vizuri
Kwa hiyo lile kombe la dunia sasa kutoka kule Marekani limehamia kwenye timu ya Watanzania, timu ya walipa kodi, na msimu utakapoanza wataanza kuona krimu ya kombe la dunia ikicheza katika timu ya TRA. Huni mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Uongozi wa klabu ya Mbeya City umetangaza nafasi ya afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ikiwa ni sehemu mojawapo ya maboresho kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-27. Katika tangazo lililotolewa na mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Justice Kijazi, limewataka watumishi wenye sifa kutuma maombi ili waweze kuteuliwa kuiongoza kwa kipindi hicho. Kaimu mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Dr. Lawrence Kibona, na mstahiki meya wa jiji hilo Do Mohamed Isa wamesema hatua hiyo inalenga kupata mtu mwenye sifa ili kutimiza malengo ya kikosi hicho. Washabiki walikuwa kwenye sitofahamu kwamba hivi kitokea kweli Mbeya City hatujafanya vizuri itakuwaje, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, mambo yamekwenda vizuri na sasa tumesalia ligi kuu. Sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi katika msimu ujao, kama management pamoja na waheshimiwa madiwani wa jiji la Mbeya pamoja na viongozi wote wakiwemo wabunge. Kwa hiyo vitu vingi tunashauriana nao, lakini tunapoona kuna sehemu tunahitaji kuimarisha zaidi, ndio hili jambo ambalo sasa tumeshalitangaza liko wazi. Kwa tunahitaji tupate mtendaji mkuu ambaye ataweza kutushauri vizuri, yeye pamoja na bodi, lakini na wananchi wengine. Sasa akipatikana huyu atatusaidia katika kuhakikisha kwamba timu ya Mbeya City tunafanya vizuri. Unajua, kuteua na kutangaza zile nafasi kunampa mkurugenzi pia nafasi ya yeye kuona wale wanaoomba wanakizi vile vigezo. Lakini pia ukumbuke, ukitangaza nafasi kuna mtu unaweza usiwe unamuona wewe kwa uteuzi wako, lakini mapendekezo yakisha kuja mezani inakupa nafasi kubwa zaidi ya kufanya maamuzi. Nalo shirikisho la soka nchini Uganda FUFA limepitisha viwanja 7 pekee kutumika kwa ajili ya mechi za ligi kuu ya nchini humo kuelekea msimu ujao, huku ikivikataa viwanja takriban 8. Uamuzi huo unakuja baada ya kufanyika kwa ukaguzi wa miundombinu kuelekea msimu mpya wa mashindano. Zipo sababu mbalimbali zinazotajwa kuchangia uamuzi huo, kama anavyotueleza mwandishi wetu Peter Otai kutoka Kampala. Habari, mimi ni Peter Otai hapa Kampala, Uganda. Sasa hapa kwa ligi yetu ya Uganda ziko pitches kama 8 that have actually not been approved by the federation, that is FUFA, Federation of Uganda Football Associations. Wanasema pitches hii have some bit of problems. Iko na problems kidogo, kama playing surface iko bumpy, it's not flat. Then pitches ngine iko na dressing rooms mbaya, hamna shower areas for bathing, very very poor. Some hamna case in point ile stadium ya KCCA, the light is very very poor. Sasa banasema hiyo light banataka kuongeza light ingine so that during matches at night, well, the games can be played at night very very well. So pitches ingine, it's an element of dressing rooms. I talked about dressing rooms iko mbaya, and also drainage system iko mbaya sana. So some pitches that were on the list have actually been removed off, because some of them said by the time this commission came to inspect, they gave what was supposed to be inspected upon, and that work has been done. So a pitch like the Royal Park pale Hoima, kama hiyo pitch ya Maroons, Prisons also, na pitch ingine moja, they came out and said they have already sorted out the problem. So they are waiting to see that the team comes back and inspects and gives a good report. Ligi yetu begins in mid-August, that is when the league is beginning. So we can say iko period ndefu sana, not ndefu but ndogo sana, so that this can be sorted out. And I believe this will be sorted out very quickly, and all the other pitches will have the matches played. Asante sana. Na uwanja wa Jean Boine uliopo jijini Paris umekuwa uwanja wa kwanza nchini Ufaransa kufunga mfumo wa umwagiliaji
wanaotumia maji ardhini eneo la kuchezea, hatua inayolenga kupunguza matumizi ya maji na kuimarisha uwezo wa nyasi kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Teknolojia hiyo imewekwa chini ya uwanja na inatumia maji ardhini kumwagilia nyasi kwa ufanisi zaidi badala ya kutegemea ukamilifu ama umiminiaji wa maji ya kawaida. Hatua hiyo inakuja wakati viwanja vingi vya michezo duniani vinakabiliwa na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo kuongezeka kwa joto na upungufu wa maji. Kwa kuwekeza zaidi katika teknolojia endelevu, uwanja huo unaweka mfano wa jinsi sekta ya michezo inavyoweza kuchangia uhifadhi wa mazingira bila kuathiri ubora wa miundombinu yake. Na kwingineko kwenye tenis, nyota wa mchezo wa tenis kutoka Ufaransa Sada Nahimana anatarajiwa kuwasili Tanzania kwa ziara ya siku 4 kuhamasisha mchezo wa tenis kwa vijana wadogo waliopo katika kituo cha mchezo cha Katoto Sports Academy cha kule Dodoma. Nyota huyo mwenye asili ya Burundi anashika nafasi ya 262 kwenye viwango vya WTA. Atawasili nchini akiwa na mkufunzi wake ili kuweza kutoa mafunzo kwa wachezaji chipukizi, kama anavyotueleza mwenzetu George Mbara akiwa kule Dodoma. Kituo cha michezo cha Katoto, vijana wa rika tofauti wakiendelea kujifua kwenye mchezo wa tenis. Hamasa ya mchezo huu imeanza kushika kasi kwa vijana wakiwa na ndoto za kuwa nyota wa tenis duniani, huku uongozi ukifanya jitihada mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuleta magwiji wa ndani na nje ya nchi. Na sasa ni zamu ya Sada Nahimana. Tuna wageni tunatarajia mwezi wa 9 mwaka huu kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 13. Wageni hao watakuwa kutoka France. Ni mchezaji bora professional player anaitwa Sada Nahimana, na kuna coach wake anaitwa Fredrick, ambao wanakuja mahali hapa kwa kuhamasisha mchezo mahali hapa wa tennis. Paul Ingavi anaomba wadau kujitokeza kudhamini mchezo huu ili kuibua vipaji zaidi, kwani ni miongoni mwa michezo pendwa duniani na wenye faida kubwa kwa wachezaji. Tunaomba wadhamini kwa sababu ya hii inasaidia watoto wengi, itasaidia watoto wengi Tanzania kujulikana na kuimarisha mchezo. Na pia ningeomba, kwa sababu hapa tuko na watoto mayatima tunawafundisha, pia tuko na watoto ambao tunasaidia watoto wasiojiweza, na kuna watoto wale wanaweza lipia. Baadhi ya vijana chipukizi wanaonolewa kituoni hapa wanaelezea matumaini yao yalivyo juu ya mchezo huu. Nilikuwa sijui forehand, backhand, smash and volley. Sasa najua yote. Nacheza vizuri, naenda mikoa mingine nashindana. Kwa kweli tennis ni mchezo wangu ambao nampenda sana. Tennis itabadilisha maisha yako sana. Hapa Katoto Tennis, mchezo wangu ni tennis, ninaufurahia. Ukianza tennis, maisha yako yatabadilika. Kituo hiki pia kinatarajia kufanya ziara ya mafunzo ya tennis nchini Afrika ya Kusini mwezi Desemba mwaka huu. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Mtoto anasema ukianza tennis maisha yako yatabadilika. Ngoja na mimi nirudi nianze kupractice. Niyo naenda na cheza kidogo. Nione mambo yatakuwa vipi. Bana, tukamilishe na muhtasari. Singida Black Stars na KVZ zajifua Kigali, Rwanda, wakati wa kunywa Msimbazi Simba wakitua Kibabe. Kocha mkuu mpya wa Young Africans atua mjini na kuelekea uwanja wa Uhuru kujiridhisha. Na visa ya pamoja mwaka 2027 yageuka mjadala mpya CAF. Unimshike niseme mpaka hapo hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi ni Kennedy Moses. Kesho nayo ni siku, uwe na usiku mwema.